Ujumbe wa malaika wanne. Ujumbe wa malaika wanne umeanguka Babeli. Ufunuo Yohana 18:1-5. Ujumbe huu wa umeanguka Babeli wa ujumbe wa malaika wanne ni ujumbe ambao unaofunga kazi, ambao ujumbe huu ulianza pale kwa baba yetu Adam, toka kwa baba yetu Adam mpaka kufika pale kwa baba yetu Musa. Ni ujumbe wa malaika wa kwanza. Ujumbe wa malaika wa pili ulianzia pale kwa Yesu, ambapo uliambatana na kuingia kwa wanamatengenezo, ambao wanamatengenezo ni ujumbe wa malaika watatu. Kwa ujumbe wa malaika wa pili ujumbe wa malaika wa kwanza ulikuja mpaka kukamatwa kwa Yohana Mbatizaji, aliyokuwa akiandaa njia ya Bwana Yesu kuja hapa duniani, ambapo ujumbe huu wa malaika wa kwanza ukaambatana na ujumbe wa malaika wa pili, Bwana Yesu na mitume wake. Ujumbe wa malaika wa pili, Bwana Yesu akachukua mitume wake 12, taji ya nyota 12. Katika Ufunuo Yohana ile 12, Ufunuo Yohana ile 12 mstari wa kwanza, na ishara inaonekana mbinguni juu ya mwezi, kwamba Mungu anaanza na mitume na manabii, anaanza juu ya mwezi. Kuna ishara inaonekana mbinguni juu ya mwezi. Mwezi ni mitume, wale malaika wa kwanza kule, kina Adamu, kina baba yetu Nuhu, kina Musa, wale ni malaika wa kwanza ambao ndio mwezi. Jua linaangaza, yani yeye alikuwa lilifunikwa na jua. Ishara inaonekana mbinguni, yani jua liliangaza. Jua ni jiwe kula pembeni. Tumejengwa juu ya wale nyota 12, ndio milango ya kuingia mbinguni. Nyota, ukisikia nyota ni mataji. Ukisikia nyota ni taji, maaskari wanawekwa nyota, taji, kwamba ndio maana sema natakiwa tuangalie wale mitume, ndio taji. Kuna milango 12. Milango 12 ndio milango ambayo itakayowekwa pale katika kuingia kwenye kambi na kuingia katika mji wa Yerusalemu. Kwa hiyo zile taji ndio nyota, kama vile ilivyokuwa wanadamu. Kila mwanadamu ana taji, ana nyota. Kila mwanadamu ana karama zake. Kila mwanadamu ana kipaji chake. Anachokipenda. Mwanadamu yote ana kipaji chake anachokipenda. Kwa malaika wa kwanza hao ndio malaika ambao walioanza kazi, kina Nuhu pale mpaka kwa Musa. Malaika wa pili Yohana na mwandaa Yesu, ambao huyo Yesu anachagua mitume wake, wanaambatana na malaika watatu wana matengenezo. Malaika watatu hao wanapokuwa wakiendelea kazi zao, wanakuja wa malaika watatu, anamaliza Mama Ellen G. White. Mama Ellen G. White anafariki kule Australia akiwa na miaka 15, akituachia ujumbe malaika watatu. Mlango wa rehema umeshafungwa kwa Wasabato marejea SDA. Uwepo wa Mungu haupo katikati yao, kwamba malaika watatu wanasema kwamba ujumbe wa malaika watatu uliishia pale Mama Ellen G. White alivyofariki mwaka ule 1915 kule Australia, akituachia kielelezo kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato hakuna Mungu, kwamba uwepo wa Mungu haupo. Kwa ujumbe wa malaika watatu uliishia pale, ukaandamana na malaika wanne mpaka tunaingia mwaka 2000, tuna ujumbe wa malaika wanne. Malaika wanne hao wanaendelea mpaka watakapoanza mapigo 7. Inakuja sasa, mchafu atapata mapigo na msafi atazuiliwa kupata kuwa mapigo, na Yesu atakuwa ameondoka pale patakatifu. Katika kitabu cha Ufunuo Yohana 15:8, Ufunuo Yohana 15:8 anaeleza Yesu yuko patakatifu kwa saa ya mwisho, ambapo malaika wale watatu walifanya masaa
masaa mawili wakumaliza kazi. Malaika watatu walifanya masaa mawili. Saa ya mwisho mabaki wanakwenda kumaliza kazi. Ufunuo Yohana 15:8 inatueleza. Ufunuo Yohana 15:8 Yesu atakuwa ametoka patakatifu kwa ajili ya kuleta mapigo. Kwa hiyo wakati huu tuliokuwa nao ni kipindi cha ujumbe wa malaika wanne. Malaika wale wa kwanza wameshamaliza kazi yao. Walimaliza kina Musa kipindi cha kuwatoa wana wa Israeli waje kufuata habari za Sabato. Walikuwa waabudu kwa sababu kipindi kile walipotengeneza mnara Babeli, watu wakawa wanafanya kazi zao, hakuna kumwabudu Mungu. Kule Misri Farao akachukua watu wakaendelea kufanya kazi, watu waabudu Mungu. Hicho kitu haiwezekaniki. Mungu akamchukua Musa, akampa uweza na akawatoa watu waende kushika siku za ibada. Na yule Yesu akaja sasa akairekebisha Sabato watu waweze kutenda mema. Akatawala Sabato yote. Ukisikia Sabato maana yake ni ukombozi wa Bwana Yesu. Yaani sasa kusema kwamba Sabato kwa malaika wale wa pili walio zile tatu nao waangalia wanasema ukombozi. Sabato ni ukombozi wa Bwana Yesu. Alikuja kuelekeza kutenda mema na kufuata yeye. Mwanzo kule walikuwa wanasema hakuna kuweka msalaba wala nini. Lakini leo tukimwona Yesu tunahitaji jina la Bwana Yesu. Kwa hiyo Bwana wa Sabato ametawala Sabato yote. Kwanza Yesu ndio tunamwangalia, sio kuweka masanamu kama wenzetu wengine wanachonga sanamu la Yesu wanaliweka kabisa kanisani. Hapana, hatutaki kuweka sanamu. Tunatakiwa tuamini tu kwamba yeye Yesu yupo. Bwana wa Sabato yeye kutenda mema, kwamba tunafuata yale ambayo Yesu alivyoyatenda. Kwa hiyo nataka kusema nini? Mabaki ndio ujumbe anayokwenda kumaliza wa umeanguka Babeli. Kwa hiyo nataka kuzungumza ya kwamba Ufunuo Yohana ile 12:1 nyota 12 ni mitume wa Yesu ambao ndio tuliojengwa nao. Ukisikia nyota nani ile nyota zile 12, nyota kwanza kama nyota, ukisikia nyota maana yake ni taji. Taji ni nini? Taji ni mafanikio, kwamba huyu mtu ameshinda, alifanya vizuri. Nyota zinazong'aa, kupata nyota ya kwanza. Kwa hiyo unatakiwa uangalie wale mitume wa Yesu ili na wewe uweze kupata uzima wa milele kwa kipindi hiki cha kutokumwabudu mnyama na sanamu yake. Na ile ule mwezi maana yake ni wale manabii. Manabii kiona maana wakina Musa, kina Elia, kina Nuhu na manabii wote, kina Yoshua na wale wote waliofanya vizuri. Kwa hiyo nataka kuzungumza ni nini? Nataka kuzungumza ni kwamba inatakiwa tufuate yale ambayo Mungu aliyasema kwa kipindi cha leo, kwa kuatii wale mitume. Tunaanza kwa Mungu, tunamalizia kwa wanafunzi wa Yesu. Lakini tiki ya mwisho, chochote ambacho utakachokiona wale mitume wa Yesu ukifanya chenye mafanikio inabidi ukiache. Kwa hiyo nataka kuelekeza ni kwamba ujumbe wa malaika wanne ni ujumbe ambao unafunga historia ya dunia hii. Bwana Yesu alipoondoka pale patakatifu mwaka ule 34 AD pale Galilaya, akiwaga wanafunzi wake, akinunuliwa na wingu, malaika wale wakashuka mkono wa kushoto, mwingine mkono wa kulia. Aliingia mwaka 34 patakatifu kwa ajili ya kuombea, kwa ajili ya hukumu ya waliokufa. Hukumu ya waliokufa ilianza baada ya Yesu kuingia patakatifu alipotoka hapa duniani. Na hukumu hiyo ya waliokufa iliishia tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 1844. Tarehe 22 mwezi wa 10, 1844 iliishia hukumu ya waliokufa. Hukumu ya waliokufa baada ya kuishia hapo ikaingia hukumu ya walio hai, ambayo hukumu hiyo ya walio hai ilianza tarehe 11 mwezi wa 9 2001, siku ile majengo ya Pentagoni Marekani yalipogongana. Hukumu hiyo
hukumu hiyo ya waliokufa, hukumu ya walio hai, hukumu ya waliokufa iliishia alipotoka pale patakatifu. Bwana Yesu tarehe ile 22 mwezi wa 10 1844, tarehe ile 22 mwezi wa 10 1844, Bwana Yesu aliondoka patakatifu kwa ajili ya hukumu ya waliokufa. Kwa hiyo hukumu ya waliokufa iliishia tarehe 22 mwezi wa 10 1844. Hukumu ya walio hai, hukumu ya walio hai ilianza tarehe 11 mwezi wa 9 2001. Hukumu ya walio hai ilianza tarehe 11 mwezi wa 9 2001, siku ile ambayo majengo ya Pentagon Marekani yalipogongwa na ndege. Ilikuwa ni hukumu ya walio hai. Siku ile majengo ya Pentagon yalipogongwa na ndege, ilikuwa ni hukumu ya walio hai. Tarehe 11 mwezi wa 9 2001 ilikuwa ni hukumu ya walio hai. Hukumu ya walio hai hii itaishia Ufunuo wa Yohana 15:8. Ufunuo wa Yohana 15:8. Hekalu likatiwa moshi, kwamba hukumu ya walio hai itaishia tarehe hukumu ya walio hai inaishia wakati ambapo yatakapoanza mapigo, kwamba watu watakapopata anza majipu, dhiki kuu. Hukumu ya walio hai itakuwa imeishia katika kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana 15:8. Siku 2300 zilianza tarehe 22 mwezi wa 10 1844. Siku 2300 zilianza rasmi tarehe 22 mwezi wa 10 1844. Danieli 8:14 siku 2300 katika kitabu cha Danieli 8:14 na Danieli 7:9 mpaka 10. Siku 2300 hizi zitaishia katika kitabu cha Ufunuo na 13:16 mpaka 17. Kafungua kitabu chako kile cha siku 2300 ziliishia Ufunuo wa Yohana 13:16 mpaka 17. Danieli 8:26. Danieli 8:26. Tupo nyakati za siku za mwisho, yanakuja mapigo 7. Katika kitabu kile cha Mathayo 24:15, hapa itakaposimamishwa chukizo la uharibifu, asomaye na afahamu. Mwaka 70 baada ya Yesu kuondoka hapa duniani, na maana mwaka 70 baada ya Yesu kuondoka hapa duniani, tayari chukizo la uharibifu lilikuwa limeanza kuingia. Wakazingira kambi na wakaingiza mafundisho ndani ya siku hiyo ya ibada, na wakaendelea kuabudu siku hiyo ya ibada, kuweka mapokeo. Na ilipofika, na imeendelea hivyo mpaka ilivyofika kipindi kile cha Mfalme Konstantini. Mfalme Konstantini alipokea Ukristo. Ukristo ulikuwa ni dini ya taifa. Maelfu ya waabudu jua walipoingia ndani ya kanisa waligawanyika. Wengi wa viongozi wake wa juu walikuwa ni waabudu jua. Kwa sababu serikali ya Roma ilipata mtikisiko, Konstantini alitaka ushauri kwa watumishi wake na viongozi wa kanisa huko Roma. Tufanye nini? Tunawezaje kuungana na tuifanye serikali kuwa sawa? Baraza la viongozi wa kanisa liliitishwa ili kupitisha amri ya Jumapili. Hivyo ni kumlazimisha mtu kuacha kazi na kutii Jumapili. Hivyo ndivyo ilivyokuwa.
iliyolazimisha wapagani waabudu jua na ili waunganike wapagani wa Kristo na wafalme wa Roma. Tarehe 7 ile mwezi wa 3 mwaka 321 Konstantini alipitisha mapendekezo kwa viongozi wa kanisa ili kupitisha sheria ya Jumapili. Kwa hiyo natusema ni nini? Mfalme Konstantini alipopata madaraka ya kuwa kiongozi mfalme, kulikuwa na viongozi wa ngazi za juu ni waabudu jua, wakisema kwamba jua ni mungu wao. Wakalazimisha kwamba jua ni mungu, na walikuwa kiabudu siku hiyo ya siku ya Jumamosi. Mfalme Konstantini kwa kuwa kiongozi wa kiserikali pia anakuwa ni kiongozi wa dini, ili akaitisha baraza, wakashauriana tufanye nini, mbona imekuwa fujo, machafuko ndani ya siku hii ya Jumamosi. Basi ikapitishwa kwamba waabudu jua wapewe siku yao. Ndio akapitishwa ile siku ya Jumapili kuwa ndio siku ya waabudu jua, wakaweka mafundisho yao, wakatengeneza uhuru wa dini. Uhuru wa dini huu ukawa umeanzia pale, ambao huu utaenda hadi ukomo. Zitakuwa zinaendelea sera tu, ambao huu uhuru wa dini ndio umewapelekea wale malaika watatu wana matengenezo kuanza kutokea. Na ndio maana kipindi kile cha Konstantini kupitisha, wakiendelea kuabudu siku ya Jumapili kuweka mafundisho yao, na wengine wakiendelea kuabudu Jumamosi, mapambano yakiendelea. Mwaka 538 ndipo ikaanza kusimama kanisa la Roma, baada ya kuwa mitume siku 1260 toka mwaka 538 ulitawala upapa mpaka 1260 hadi mwaka 1798 ukiendelea kutawala, na mpaka papa alikamatwa mateka na kuwekwa gerezani. General Lepros aitwaye Betheve alimkamata papa akampeleka Ufaransa, na baadaye yule papa alikufa na jeraha la mauti likapona. Upapa ukaendelea mpaka leo hadi ukomo. Wakaanza mwaka 600 wanaanza kutoka watu 50 kwa Sabato marejea, maraika wale watatu wanaanza kufanya kazi. Kina Mila wanatokea, kina Martin Luther wanatoka, maraika watatu wanaikuta Biblia iko gerezani. Malaika watatu wana matengenezo na hawajakamilisha kazi, anatokea mwaka 700 Mtume Muhammad. Wanaendelea wana malaika watatu kupambana ili watu waabudu Mungu, usiendelee kuabudu siku moja. Uhuru wa dini huu kaendelea mpaka malaika watatu ilipoacha, watu wakaendelea kusajili mavyama ya dini. Leo dini yoyote anayopata nuru anaendelea. Uhuru wa dini huu unaendelea mpaka ukomo. Kwa hiyo maraika yule watatu akawa ameishia yule pale mwaka 1915. Mama Ellen G. White akawa ameshasema maraika watatu, mlango wa rehema umeshafungwa. Chukizo la uharibifu litatawala hadi ukomo. Katika kitabu kile cha Ufunuo ile, tuangalie kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana 17:10. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba malaika wanne wataendelea hadi ukomo. Kwa hiyo katika kitabu cha Ufunuo Yohana ile 17:8 mpaka ile 11, yule mnyama uliyemuona aliyekuwako hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu. Na hao wakao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu watastajabu wamwonapo yule mnyama, ya kwamba alikuwako naye hayuko naye atakuwako. Hapo ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa 7
ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo, navyo ni wafalme 7. 5 wamekwisha kuanguka na mmoja yupo na mwingine hajaja bado, naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko, yeye ndiye wa 8, naye ni mmoja wa wale 7, naye aenda kwenye uharibifu. Ufunuo Yohana 17:8 yule wa 8, yule mnyama Ufunuo Yohana ile 17:11 wa 8 ni chukizo la uharibifu, tena itatawala hadi ukomo. Nani itatawala hadi ukomo? Yaani yule wa 8 ni chukizo la uharibifu, tena itatawala hadi ukomo. Sera zinaendelea zile, kwamba wa 8 wanaendelea na zile sera zinaendelea hadi ukomo. Chuma na udongo hawatashikamana. Amesema matajiri na maskini hawatashikamana. Mungu yupo kwenye dhaifu. Kwa hiyo ni kwamba tupo kwenye ujumbe wa saa ya mwisho. Ujumbe huu ni ujumbe ambao unafunga historia ya dunia hii, na tena zaidi amesema kwamba utakapoyaona hayo uwe makini. Na ndio maana Mathayo 24 mstari ule wa kwanza mpaka ule, fungua kitabu cha Mathayo 24 mpaka ile 14. Mathayo 24 tunapokwenda Mathayo 24 naona wote, angalia Mathayo 24. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba umeanguka Babeli, ambapo wakati huu ni wakati ambapo mimba imekwisha komaa. Yesu akaenda zake 24:1. Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Ami nawaambieni, haitasaliwa hapa jiwe juu ya jiwe ambalo haitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nao ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalia msisitishwe, maana hayo hayana budi kutukika, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetesi ya vita mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaiti ninyi mpate dhiki, na watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watawasaliti na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. 15 basi hapo utakapoliona ile chukizo la uharibifu limesimama, hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile neno na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Chukizo la uharibifu lilisimama mwaka 70 AD, wakipitisha amri, wakilazimisha kuabudu ndani ya siku ya 7. Kwa hiyo Danieli alielekeza katika kitabu cha Danieli. Ukisoma kule kama nilivyokuelekeza hapo, Danieli amekuelekeza juu ya chukizo hilo la uharibifu
liliposimama. Kwa hiyo unatakiwa utambue ya kwamba Danieli 7:7 mpaka 14 ametueleza juu ya chukizo la uharibifu liliposimama. Angalia Danieli 7:7. Danieli 7:7, baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wanne mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uweza mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu ya makufuru. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miale ya moto, na magurudumu zake moto wakao. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Nikatazama wakati huo, kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasikia, ili pembe mali tazama, na vitabu vikafunuliwa. Tupo nyakati ambapo vitabu vinafunuliwa. Watu wanasema ukweli wa kufungwa kwa mlango wa rehema. Iko vizuri. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba tupo nyakati za kufungwa kwa mlango wa rehema, ambapo wakati huu Timotheo wa kwanza 3:1 anasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Dalili zote zinatuelekeza ya kwamba tuko siku za mwisho, ambazo wakati huu ndio wakati ambapo dunia inajiandaa kuondoka, wakati ambapo wanasayansi wakitazamia kuondoka katika sayari hii, wakifikiria kwenda kuishi katika sayari zingine. Lakini katika mapigo 7 hiyo haitawezekana, lazima watapata mapigo. Basi ukiangalia katika ile Timotheo wa kwanza ile 4:1 anasema, basi Roho anena wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamira zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani, na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokelewa kwa shukrani.
kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Kwa siku za mwisho zitatokea roho za mashetani. Zitawaambia watu wasioe, wasifanye vile ambavyo Mungu amesema. Inachokipasa hapo, uangalie wale mitume walivyoagiza. Na ndio maana leo tupo kwenye kipindi kile ambacho watu tayari wameshakataa maagizo ya Mwenyezi Mungu. Wamefuata mafundisho yao. Wathesalonike ile wa pili 1 bado amekuelekeza. Katika ile Wathesalonike wa pili 2:1 anasema basi ndugu tunakusihi kwa habari ya kuja kwake Bwana Yesu Kristo na kukusanyika kwake mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitishwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awe yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuwa kuja kwanza ule ukengeufu, akafanuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajiwe nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Hata yeye mwenyewe huketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi. 2:8 Wathesalonike wa pili 2:8. Hata atakapofunuliwa yule asi, yule ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwepo kwake. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu, kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu waaminio uongo, ili wahukumu wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Wakati ambapo watu wajifurahisha katika mali, katika udhalimu, basi hapo ndipo watu wanaacha kweli, na uzima wa milele upo kwa wale ambao wanaitii kweli. Basi nimekuelekeza kwa muda mfupi ya kwamba ujumbe wa malaika wanne ndio ujumbe unaofunga kazi katika dunia yote hii. Ujumbe wa malaika wanne umeshatoa ishara zote, na unabii wote umekwisha timia. Mpaka wanasayansi wanatazamia kwamba waende kwenye sayari zingine. Kile Mungu amesema kwamba ukiangalia hiyo mbingu ambayo unaiona ya blue imekalia maji, leo unapaa kwenda kule juu. Unapopaa kwenda kule juu, hilo wingu unaloliona ile siku ya pili Mungu aliposhuka alisema aliwepo anga katikati ya maji lipande juu. Wingu la blue juu yake maji, kule juu anakaa Mungu. Leo unapanda kwenda kule, unapita mwezi, unaenda kuweka kule sayari kule juu. Eti mapigo asikupate. Unaweza ukakimbia kila kitu, lakini mapigo utayapata kwa sababu Mungu atakaposhuka, na maana kwamba ile mbingu yenyewe hata Yesu atakapokuja litakunjwa kama ukurasa. Ndio maana nasema ya kwamba leo mnavyoona maarifa yakiongezeka, Daniel ile 12:4 utaona maarifa yakiongezeka. Leo watatengeneza satellite, tumetengeneza satellite kutengeneza. Haya maarifa ndio maarifa ya mwisho, tunakwenda mwezini. Ni maarifa ambayo ni ya mwisho kabisa. Tumeenda kutafuta makazi kuishi kule juu, lakini hilo halitawezekana kwa sababu hali ya hewa hakuna, mazingira ya kule bado haitawezekana. Kwa hiyo bali hiyo dunia yote kwanza ni maji. Ndio maana ukiambia dunia yote ni maji na megawanyika. Kwa hiyo Mungu atakapokuja atangamiza dunia hii. Nataka kusema ni nini? Ni nyakati ambazo kabla hajaja mapigo, dhiki kuu ambayo ndio kiyama. Kipindi hiki ndio kipindi ambacho cha saa ya mwisho. Zimebakiza dakika 90 zimekwisha, zimebakia dakika za nyongeza. Dakika hizi za nyongeza ni za kuatii wale mitume wa Yesu, nyota 12, kwa sababu kuna manabii wa uongo na wapotoshaji. Tupo nyakati ambapo tayari makanisa yote yamejaa machafuko. Babeli umeanguka Babeli. Duniani sasa ni machafuko. Watu wanafundisha ambavyo Mungu hakuvisema. Kwa hiyo wewe chochote utapoenda kusali, angalie, je, wanafunzi wa Yesu wametenda? Wanafunzi wa Yesu kipindi hiki cha kutokumwabudu mnyama na sanamu yake, anasema wale watakaoingia katika ufalme wa Mungu, walimu wale mitume watakayofundisha ni wale ambao waliotii mafundisho ya Mungu na kuamini ile siku ya ibada ya Jumamosi. Nitakuelekeza kwa ufupi juu ya
ya Waefeso 4:5, imani moja. Hapo ndipo penye siri. Ukifahamu juu ya ile imani moja, ndipo utakapojua mambo mengi sana. Takuelekeza, andika kwa haraka. Sasa saa imeisha. Siku ya saba, siku ya Sabato. Kwanza ukisikia Sabato ni ukombozi wa Bwana Yesu. Sabato ni ukombozi wa Bwana Yesu kuwatoa wana wa Israeli Misri. Kwa siku ya saba ni uumbaji. Watu wanasherekea, ni sherehe. Waefeso 4:5 ambayo nukuu yake ipo kwenye Efeso 2:20 mpaka 22. Waefeso 4:5 unaipata Waefeso 2:20. Tumejengwa juu ya manabii kina Musa. Unaangalia Mwanzo, utamjuaje kama huyu ni Mungu? Inabidi uangalie Mwanzo. Alafu uangalie wale wanafunzi wa Yesu. Yesu alitumwa na Mungu. Mungu alisema kwa kina Adam. Baada ya Yesu kutumwa na Mungu, Yesu akawatuma wale mitume wake wataikumu dunia hii. Kwa hiyo napokuelekeza mafungu haya yaambatanishe kwa mawili. Anza andika Mwanzo, kasoma ile Mwanzo 2:1 mpaka 4. Mwanzo 2:1 mpaka 4. Mwanzo 2:1 mpaka 4. Andika Waebrania 4:4 mpaka 7. Waebrania 4:4 mpaka 7. Takupatia mafungu 10 tu yatakao kuelekeza imani moja. Mafungu 10 tu. Waebrania 4:4 mpaka 11. Sapoti yake angalia Mambo ya Walawi 23:1 mpaka 3. Sapoti yake angalia Mambo ya Walawi 23:1 mpaka 3. Angalia pia Ezekiel 20:8 mpaka 12. Ezekiel 20:8 mpaka 12. Angalia Marko ile 2:23 mpaka 28. Angalia Marko 23 mpaka 28. Angalia pia Luka 4:16. Angalia Luka 4:16. Angalia Mathayo 24:20. Angalia Mathayo 28:20. Angalia Luka 23:50. Angalia Luka 23:50. Angalia Luka 23:50. Angalia Luka 23:50 na Luka 24:1 mpaka 8. Angalia Marko 11:1 mpaka 9. Angalia Matendo 13:42 mpaka 44. Angalia pia Matendo 16:13. Angalia Warumi 6:1 mpaka 10. Nimekuelekeza juu ya imani moja ili uweze kuitambua kwamba hii ni imani moja. Imani hii moja nimekuelekeza kwamba kwa haraka, wewe ambao uliosahau sasa unaweza kuandika ujifunze kwamba imani moja inapatikanaje. Imani moja inapatikana, ujue ile siku ya saba kwamba ni Mwanzo ile 2:1 mpaka 4. Andika Mwanzo 1, andika namba 1, Mwanzo 2:1 mpaka 4. Andika Waebrania 4, andika Waebrania 4 mpaka 11 na Mambo ya Walawi 23:1 mpaka 3. Andika namba 3, andika Kutoka 20:8 mpaka 11. Namba 3, andika Kutoka 20:8 mpaka 11. Namba 4, andika Ezekiel 20:12 mpaka 20. Ezekiel 20:12. Alafu Ezekiel 20:20. Alafu andika Marko namba 5, Marko 2:23 mpaka 28. Andika Luka 4:16. Andika Mathayo 24:20. Namba 8, andika namba 8, andika Luka 23:50 mpaka andika Luka 23:50 na Luka 24:1 mpaka 8. Luka 24:1 mpaka 8. Andika Marko 16:1 mpaka 9. Andika Matendo ya Mitume 13:42 mpaka 44. Andika Matendo 16:13. Andika Warumi 6:1 mpaka 10. Hayo ni maelezo mafupi ambayo nimekuelekeza juu ya kujua imani moja. Ujifunze, tupo nyakati za siku za mwisho ambapo watu wanamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Watu wanaabudu vile ambavyo Mungu hakusema. Ndio maana nimekuelekeza masaa haya na kufundisha kufahamu ya kwamba tupo kipindi cha malaika wanne. Tupo kwenye wakati wa malaika wanne. Malaika wanne hawa, ninapokwenda kumalizia masaa haya ambapo nimekuelekeza juu ya malaika wale wanne. Malaika hawa wanne ndio wanayekuja kufunga historia ya dunia hii, ambao nimekuelekeza vizuri ya kwamba malaika yule wa kwanza alianza akamaliza. Malaika wa pili alianza akamaliza. Malaika wa tatu alianza ameshamaliza. Tupo kwenye malaika wanne. Malaika huyu wanne ndio malaika ambaye anayefunga historia ya dunia hii. Anaongea na watu kwa njia
ya ndoto. Huyu malaika wa nne anaongea na watu kwa njia ya ndoto ukiwa umelala usingizi. Malaika wa nne huyu anaongea na watu kwa neno la Mungu, Biblia, vitabu vikafunuliwa katika Danieli. Malaika wa nne huyu anaongea na watu kwa maono, kwa kumuona. Malaika wa tatu huyu anaongea na watu kwenye unabii. Unabii maana yake unaweza ukaelekezwa kitu kilichopo kule mbele. Mwanadamu ameumbwa anajua alikotoka. Yaani kule alikotoka mwanadamu anajua mimi nimetoka mahala huku. Lakini anakokwenda mwanadamu hajui. Mwanadamu hajui anakoelekea. Anajua anakotoka, lakini akwendako hafahamu anakoelekea. Ni mwanadamu ndivyo alivyoumbwa. Mwanadamu anajua alikotoka, lakini akwendako hapafahamu. Ni historia ya mwanadamu. Ndivyo mwanadamu alivyoumbwa. Pastor Makerubi anaongea saa hizi, naongea kwa njia ya maono. Walikuwepo mitume, walikuwepo manabii kipindi cha nyuma, wakaongea. Ukisikia maono ni kumuona mtu yule anayeongea, anavyoongea yule mtu, hayo ndio anaitwa maono. Kwa hiyo mumeona Pastor Makerubi nimekuelekeza juu ya kufungwa kwa mlango wa rema. Wakati huu ambapo unapoona vita vimejaa ulimwengu huu, vita vimejaa. Kipindi hiki cha vita ndipo mlango unakwenda kufungwa, kwamba ile mimba imeshakomaa. Mtoto anataka kuzaliwa. Tupo usiku wa manane, kwamba Yesu yuaja tena. Ni wakati ambapo ni usiku wa manane, asubuhi njema inakaribia. Ni wakati ambapo watu wanatakiwa wajipange kumtafuta Mungu, kusoma neno la Mungu, kumjua Mungu, kujua yale ambayo Mungu anachokisema. Kwa hiyo kipindi hiki ndio kipindi kile ambacho unatakiwa ujifunze habari hiyo. Basi tuombe masaa haya. Mungu mkuu wa milele, tutetee, tuokoe, tusaidie, ambao ni ujumbe wa malaika wanne unaofanya kazi kufunga historia ya dunia hii, ili tuweze kufahamu tupo nyakati za siku za mwisho, tupo nyakati za kujifunza neno la Mungu, tupo nyakati ya kujua wewe. Tunaomba yote Baba ni katika jina la Yesu, amina. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko juu mbinguni. Utupatie leo riziki yetu, tusamehe deni zetu kama sisi nasi tusemevyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini tuokoe yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Basi unaweza ukaandika Pastor Makerubi YouTube. Ingia YouTube, andika tu Pastor Makerubi. Halafu utakapoandika Pastor Makerubi YouTube, unavyoandika usitenganishe nafasi, unaandika Pastor Makerubi. Halafu utakwenda kujifunza, utaangalia juu ya kufungwa kwa mlango wa rema, wakati huu ambapo dunia inaondoka, ili na wewe naye upate uzima milele. Lakini pia kwa wale ambao wanaweza kuingiza kwenye kompyuta, mafundisho wanaweza kaingiza na kukata vipande vidogo vidogo na kujifunza. Basi nakutakia kila la heri, tukutane wote mbinguni. Kwa jina la Yesu Kristo, amina.